Msikilizaji, mimi binafsi ni mfanyabiashara. Nimejiajiri kwa kutoa huduma usafirishaji wa abiria almaarufu kama bodaboda. Shughuli zangu huwa nazifanyia hapa Bunju. Ingawa kimakazi kwa sasa ninaishi Mbezi, ila kikazi nafanyia katika sehemu moja ambayo inaitwa Bunju. Niliingia katika hii biashara mara baada ya kuuza duka langu la vipodozi ambalo tulikuwa tumefungua mimi na rafiki yangu kipenzi Mtatiro. Kwa sasa naishi nchini Uganda. Tuliamua kugawana fedha, kila mtu afina chake, na mimi niliamua kurudi zangu Tarime huko Sirari. Baada ya kukaa kule, kuna ndugu yangu mmoja, mtoto wa baba yangu mkubwa. Niliweza kuwasiliana naye sana. Akaniambia kwamba niweze kuja Dar es Salaam ili tuweze kufanya biashara za uuzaji wa vyombo vya ndani, kwa sababu kwa wakati huo ilikuwa ni biashara ambayo ilikuwa ina pesa sana. Haya yote ni kwa mujibu wa maelezo yake. Basi mimi nilianza safari ya kuja Dar es Salaam, na nilipofika Dar es Salaam pale Ubungo, kipindi stendi bado haijahamia Mbezi. Nilipofika tu mida saa 5 usiku nikampigia simu mwenyeji wangu, lakini majibu kutoka kwake kwenye simu ni kwamba namba unayopiga kwa sasa ilikuwa ipatikani, niweze kujaribu tena baadaye. Niliendelea kuipiga ile simu, lakini majibu yake yalikuwa ni hayo tu. Kwa kuwa nilikuwa nimechoka sana, niliamua kumsikiliza mmoja wa watu ambao walikuwa kinisumbua pale, wale wabeba mizigo na mabegi yangu, ili niweze kuwalipa posho. Mpaka wakati huo nilikuwa makini sana kujilinda mimi binafsi pamoja na mizigo yangu, na kilichofanya niweze kuwa makini kupita kiasi ni story ambazo mara zote nilikuwa nimezisikia kuhusu jiji la Dar es Salaam na vioja vyake, kwamba unaweza kuingizwa mjini ukaibiwa kila kitu. Vipi mwanangu? Niliweza kumuuliza jamaa mmoja hivi, na akanijibu poa bro. Nikamwambia mbona mnavurugu, shida nini? Si huyu jamaa huyu. Nimemwambia wewe ni wa kwangu, lakini yeye hataki kusikia kabisa, anataka kubeba mizigo yako wakati mimi nishawahi hapa. Okay, kwa hiyo mnasemaje? Bro, wewe nipe begi tu nikubebee. Achana na huyu muuni, atakuibia huyu. Hasa wote mnangangania mzigo. Nimpe nani? Nimwachie nani? Oya sasa sikia. Begi la kwangu nitalibeba mwenyewe. Achana na mimi. Tokeni hapa. Baada ya kusikia lafudhi yangu na namna ambavyo nilivyochukia, nadhani waliamua kutii sheria bila shuruti. Waliondoka wakiwa wananiangalia kwa uchungu na maumivu makali ya kukosa posho. Kiukweli muda huo nilichokiongea ndicho ambacho nilichokuwa na maanisha. Kutokana na sifa mbaya mkoa wa Dar es Salaam, nilikuwa nimesema kwamba yeyote ambaye atakayejitia kimbele kwenye maisha yangu kunikaba au kuniibia, basi siku hiyo ndio ingekuwa mwisho wa maisha yake. Jeuri na kiburi cha Kikuria vilinitia morali hatari, na niliwaona wale vijana wa pale stendi ni kama wanawake tu wasiokuwa na uwezo wa kunifanya chochote. Niliamua kujisogeza mpaka kwenye geti la kutoka nje. Nilipotoka nje nilikuwa nikiendelea kushangaa perika za namna ambavyo mji ulikuwa pale stendi. Kiukweli sikuwahi kuona mji uliokuwa na pilika nyingi kama Dar es Salaam. Jijini Mwanza nimekaa, lakini hakukuwa na harakati za kutosha kama Dar es Salaam. Nilichukua simu yangu nikawa nampigia tena mwenyeji wangu, lakini simu yake ikawa haipatikani. Niliweza kuchukia sana, kwa sababu nakumbuka nilipofika Singida na kuelekea kule Dodoma, aliweza kunipigia simu na nikamwambia kwamba nimefika Singida. Akawa amesema kwamba ikifika mida saa 2 usiku angekuwa ameshafika stendi pale ili kuja kunisubiri na kunipokea ili tuweze kuondoka wote, kwa sababu yeye ni mwenyeji wangu. Hasa muda huu nimefika stendi, mtu hapatikani. Ningefanya nini mimi?
nilikuwa naandamwa na watu wale wabeba mizigo, yani ni kelele tupo. Kuna jamaa mmoja alikuwa kando ya geti la kutokea nje stendi pale Ubungo. Nilimsogelea nikawa namuuliza kuhusu nyumba ya kulala wageni yeyote ile ambayo iko karibu, ili niweze nikalale na ikiwezekana asubuhi niendelee kumtafuta yule mwenyeji wangu. Sasa tunafanyaje ndugu? Kwa hiyo mwenyeji wako hajatokea mpaka sasa? Ndio, nimempigia simu lakini hapatikani. Mbona hii ni hatari? Sasa sikia, wewe nyoka na hii barabara. Unaona kwenye ile njia kuna lile bango kubwa juu lina picha Magufuli. Hebu nyosha ile njia. Ndio, naiona. Hebu subiri. Hasani. Baada ya kuita hilo jina muhusika alifika. Oya Hasani, hebu nenda kampeleke huyu jamaa pale kwa Asteria. Ukifika mwambie jamaa anataka chumba cha kupumzika. Oya kaka, sikia, nenda na huyu jamaa Hasani atakupeleka pale mpaka kwenye ile lodge ambayo kuna usalama kidogo wa vyumba. Na vyumba vipo vya kutosha tu, ila utamlipa huyu jamaa baada ya kukufikisha, maana kuna kaumbali kidogo. Hakuna tatizo mkuu, mimi nitashukuru sana. Basi yule jamaa aliitwa Hasani akanichukua akanivusha barabara, tukaikamata njia ya Ubungo Maziwa kuelekea kwenye hiyo nyumba kulala wageni ambayo nimeambiwa kwamba kuna usalama na vyumba vya kutosha. Wakati tunakwenda na bwana Hassan tulikuwa tunapiga stories hapa na pale, huku mikono yangu ikiwa bize imeng'ang'ania begi langu kwa sababu ndilo ambalo lililokuwa na pesa pamoja na nguo zangu za kubadilisha. Kiukweli nilikuwa nimesema kwamba endapo yeyote angejitokeza kunikaba mimi angejuta kuzaliwa. Baada ya mwendo mrefu kidogo, hatimaye tukawa tumefika kwenye baa moja ambayo ilikuwa inapiga muziki kwa sauti kubwa, huku kukiwa na watu wengi wanastareka. Hii ndo Dar es Salaam ambayo nilikuwa naisikia muda mrefu. Yule mwenyeji ambaye alinipeleka pale ambaye alikuwa anaitwa Hasani aliniambia kwamba nisubiri hapa nakuja. Niliweza kumsubiri pale nje. Baada ya kufika kwenye hiyo baa na baada ya dakika 5 akawa amekuja kunichukua na kuongozana na mimi kuingia ndani. Tulipofika ndani ambako kulikuwa kuna counter, Hassan alinichukua tena kuelekea uani ambako nilikuta kuna vyumba vingi sana ambavyo vilikuwa vipungui 10. Baada ya kufika pale uani, alikuja mwanamke mmoja mweusi mnene na ndiye aliyekuwa akiitwa Asteria. Alimuita Hassan pembeni wakawa naongea. Mimi sikufahamu ni kitu gani ambacho walikuwa nazungumza kwa wakati huo. Baada ya yale mazungumzo, Hassan aliweza kurudi kwangu. Bro, mimi nadhani kuache upumzike. Niangalize basi ustaarabu kidogo niweze kupata kaujira kangu. Kwa hiyo Hasani, chumba changu cha kulala kiko wapi? Atakuonyesha huyu madam Asteria. Wala usijali kaka, hapa ni nyumbani tu, kuwa na amani. Baada ya maneno ya kutia moyo ya Hassan, nikachomoa shilingi 5,000 nikawa nimempatia kama posho kunipeleka mpaka pale kwenye ile nyumba kulala wageni. Kaka, hela gani hii? Hii hela gani unanipa kaka mjini hapa? Oya Hasani, hela gani kivipi? Mbona sikuelewi? Kaka, yani nikutoe kule stendi ya Ubungo nikiwa nimeacha shughuli zangu halafu unanipatia buku 5? You can be serious. Hebu ongeza basi angalau kesho niamke kasupu. Mimi msikilizaji, sikutaka mambo mengi sana na yule jamaa. Ikabidi nizame tena mfukoni nikatoa shilingi 5,000 nyingine nikampatia. Hivyo kufanya jumla iweze kufika pale shilingi 10,000. Baada ya jamaa kuondoka lile eneo, nikamfuata yule dem ambaye alikuwa anaitwa Asteria ili aje anionyeshe chumba changu niweze kuingia kupumzika kwa sababu nilikuwa nimechoka sana kwa safari ndefu. Kaka, ina maana hujaambiwa huu si muda wa kulala? Yule Asteria aliweza kuzungumza hivyo. Nikamuuliza, si muda wa kulala? Kivipi? Kaka,
huwa hatulazi watu, ila tunakodisha tu. Kwa nini? Mbona sikuelewi? Sikiliza kaka, hivi vyumba vinakodishwa kwa ajili ya dakika au masaa. Labda usubiri mpaka saa 9 wateja wakipungua, ndipo tutakodisha ili uweze kupumzika. Kiukweli baada ile kauli niliishiwa nguvu sana ghafla. Baada ya kuniambia maneno yale, yeye aliondoka kaenda kuendelea shughuli zake, akaniacha pale uwani nikiwa sijui cha kufanya. Sasa ndipo nilipokuja kugundua kwamba vile vyumba vilikuwa vinatumika kwenye biashara ya short time, biashara ya wale watu ama wadada ambao walikuwa wanauza miili yao. Sasa kumbe ile baa niliyopelekwa pale kulikuwa na wanawake ambao walikuwa wanauza miili yao, yani wale ambao ni madada poa, na vile vyumba vilitumika kwa shughuli ya short time tu. Ni kwamba mtu kisha dada poa kishapatana na ule mtu wake, anakuja kule chumbani, anafanya shughuli yake, anapata malipo yake, anaondoka na kuja tena mwingine. Kwa hiyo si sehemu ambayo ilikuwa salama kwa mimi kuweza kupumzika kama ambavyo nilidhani kama vile wale walivyonielekeza. Ina maana kwamba nimeingizwa mjini? Ina maana kwamba nimekaribishwa mjini? Maswali yote nilikuwa najiuliza pasi kupata majibu stahiki. Kwa kuwa muda ulikuwa umekwenda sana, na kwa kuwa nilikuwa ni mshamba wa jiji, niliona ni vyema nisihangaike kuzurula usiku huo, bali niendelee kusubiri na kuvumilia hadi muda ambao yule mhudumu aliniambia vyumba vingekuwa tayari kwa kukodishwa. Sasa pale ndani kulikuwa na madumu ya maji yaliyokuwa na maji na mengine yalikuwa yana maji. Niliamua kuvuta dumu moja lililokuwa tupu nikalikalia. Wakati nimekaa, nilichukua tena simu yangu nikaanza kumpigia mwenyeji wangu, lakini bado hakuwa anapatikana. Yani sikumpata kabisa hewani. Niliwaza nimpigie mama yangu, lakini kwa kuwa ilikuwa ni usiku sana, sikutaka kumsumbua mama yangu kijijini. Niliendelea kuvumilia pale uwani huku nikishuhudia wale wadada ambavyo walikuwa kifanya biashara kubadilishana wanaume kama mvua. Ilikuwa ni kila baada ya dakika moja kuna ambao walikuwa natoka vyumbani na wanaume na wengine wakiingia. Ilikuwa ni kuingia na kutoka. Kelele za muziki na mioshi ya sigara ilifanya nikachukia lile eneo na kuliona kama vile ni eneo ambalo lilikuwa la madhambi sana. Lakini kwa vile ule muda sikuwa na mahali pengine pa kwenda, ilinibidi nivumilie tu angalau paweze kukucha. Baada ya uvumilivu muda mrefu, ilipofika muda wa saa 9 usiku, yule mhudumu aliyeitwa Asteria alikuja akawa ameniambia kwamba ni muda sasa kuingia kulala. Kaka, chumba hiki hapa nadhani unapaswa ulipie ili uweze kulala. Ni shilingi ngapi? Ngoja nikuitie mtu anayehusika na hiki chumba. Amina. Asteria aliweza kumuita huyo dada ambaye anaitwa Amina. We Amina. Abe. Mteja wako huyu. Anataka chumba? Jamani, mapema yote hii. Huyu kaka amesafiri. Msaidie bana. Nipe 20,000. Basi kuko nilikuwa nimechoka, sikutaka kabisa majibizano na mtu yeyote. Nilichomwa shilingi 20,000 nikampatia huyu mhudumu, kisha nikaingia zangu kwenye chumba nilichokuwa nimeoneshwa na Asteria. Nilipoingia mule ndani kwenye kile chumba, kiukweli hakustahili mwanadamu mwenye akili timamu kulala, kwa sababu chumba kile kilikuwa ni kichafu sana. Uchafu ninaozungumzia hapa si uchafu wa takataka, bali ulikuwa ni uchafu wa taka za mwili. Nilikuta vitu vingi vya ajabu vimetupwa ovyo ovyo. Yani kulikuwa na kadasbini kadogo sana, lakini sijui kilikuwa ni cha dharura au ni cha nini, maana zile takataka pakti za nini za mipira ya kuvaa zilitupwa chini ovyo ovyo. Chumba kilikuwa kinanuka kweli kweli. Dirisha la kile chumba kilikuwa na pazia lililokuwa chafu sana kupita kiasi. Nilipotazama ukutani, ndio usiseme, nadhani ule ukuta watu waliokuwa kiingia mule ndani
walikuwa kiutumia ama ukiutemea mate, sijui walikuwa kiukojolea, kwa sababu ulikuwa umejaa michirizi hatari ya kila rangi, tena rangi ya kahawia na njano. Na ukuta ule ulikuwa umekaukiana sana, hivyo kufanya ukuta kuonekana kabisa ni mchafu. Godoro lenyewe pia lilikuwa ni kava tu, yani lilikuwa limechakaa hatari. Nilihisi lile godoro kwamba linaweza likawa na kunguni. Kiukweli, kutokana na ile harufu ya ule uchafu, kile chumba kilikuwa kimechakaa na kichafu kweli. Niliamua kutoka ndani nikaelekea kwenye kordo aliyokuwa amekaa yule dada aliyeitwa Amina. Nikamwambia, sister, mbona kile chumba ni kichafu mno? Kaka, vyumba vyote hapa ndivyo vilivyo. Kama hutaki kulala unaweza kukaa nje. Sister, sikiliza, kwani hakuna chumba ambacho angalau ni kisafi? Hebu twende. Basi yule dada alinyanyuka kwenye kiti akawa amenitangulia, na mimi nikamfuata kwa nyuma kama vile mtu na mke wake. Alianza kufungua chumba kimoja baada kingine, vile ambavyo havikuwa na watu. Je, hiki kinakufaa? Angalia kaka, mbona umezubaa hivyo? Nilikasogelea kile chumba na kutazama kwa ndani ili niweze kuona kama vile kitafaa au la. Angalau hiki hapa. Okay, sawa. Niliingia ndani ya kile chumba, nikafunga mlango, kisha nikakaa zangu kitandani nikaendelea kukitazama kile chumba. Kile chumba hakikuwa na tofauti kubwa sana na kile cha kwanza. Sema hiki cha pili angalau sikukuta zile karatasi za mipira, na chini ya godoro kulikuwa angalau hakuna hata vumbi, lakini pia godoro lake halikuchoka sana kama lile la kwanza, japo kulikuwa na harufu fulani hivi kale ka uvundo ambako kalikuwa kanakera sana puani. Sikuwa na namna, ilibidi nivumilie pakuche. Nilivua viatu kisha nikapanda kitandani kujiegesha. Mule ndani hakukuwa na shuka wala taulo. Mimi niliamua kulala na nguo zangu angalau ziweze kunisitiri na kale ka ubaridi cha alfajiri. Mida saa 3 asubuhi nilishtushwa na kelele za watu wakiwa wanafokeana hapo nje. Niliamka zangu, nikavaa viatu, kisha nikachukua begi langu na nikalitupia mgongoni ili niweze kutoka nje. Nilipotoka nje nikawakuta kina dada wawili wakiwa wanatambiana kwa matusi kede, huku pombe zikiwa kichwani mwao. Niliwashangaa sana namna ambavyo walikuwa kiporomoshana matusi ya nguoni bila aibu. Sikutaka kupoteza muda kwenye mambo yao ya kijinga. Niliondoka zangu kuelekea nje ili niweze kuona kwamba nitaianza vipi hii siku yangu nyingine katika ile jiji ambalo ndilo jiji ambalo lilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufika, Dar es Salaam. Nilichukua simu yangu nikaanza kumtafuta mwenyeji wangu, lakini simu haikupatikana hewani kabisa. Kiukweli nilibaki najiuliza maswali mengi sana ambayo hayakuwa na majibu. Jamaa ndiye aliyefanya mimi niweze kuondoka Tarime na kuja Dar es Salaam. Na wakati nikiwa kwenye gari tulikuwa tukiwasiliana naye kutwa nzima. Sasa sikufahamu ni kitu gani ambacho kilimpata mpaka asipatikane kwenye simu. Niliamua kumtafuta mama yangu sasa kumueleza kila kitu ambacho kilichokuwa kimetokea mpaka asubuhi ile. Mwanangu, sasa utafanyaje? Ndugu wa upande wa baba zenu niliwahi kuambia kwamba wana tabia za kijinga, lakini hukuwahi kunisikia mwanangu. Sasa kama mliongea akajua kwamba unaenda, kwa nini hapatikani kwenye simu? Mpigie mjomba wako Nicholas. Mama, mimi sina namba yake. Hebu subiri kwanza mwanangu. Msikilizaji, mama ni mama tu. Baada ya mazungumzo muda mfupi, mama yangu alikata simu. Mama yangu alishangaa sana mimi kwenda Dar es Salaam bila taarifa, na kibaya zaidi alikuwa hapendi kabisa sisi wanae kwenda upande wa baba, kwa sababu baba hakuwaga na msaada wowote zaidi ya masimango na manyanyaso dhidi ya mama yangu. Baada dakika kama 10 kuna namba ngeni ilinipigia simu. Ikabidi nipokee kwa haraka, na nilidhani huenda atakuwa ni jamaa ambaye ametumia namba nyingine. Sauti ya kiume ilisikika. Wewe uko wapi? Nani mwenzangu? Jumba wako hapa niko. Anko Niko, shikamo. Marhaba. Kwa hiyo siku hizi umesahau Kikuria hadi unemke Kiswahili? Hapana anko. Haya bana. Imekuwaje?
unafika mjini bila taarifa? Au nadhani hapa ni Mogabiri? Anko, niliwasiliana na Kileri. Sema nilipofika nimejaribu kumpigia patikani. Huyo Kileri nani? Si yule mtoto ba mkubwa anko. Hapa ni mjini. Acha ujuaje wa kijinga. Sema uko maeneo gani nitume mtu aje kuchukua hapo. Basi nilisogea eneo moja hivi, nikamuuliza jamaa mmoja pale ni wapi, akawa ameniambia kwamba ni Ubungo Maziwa. Ndipo nilipomwambia anko nipo Ubungo Maziwa. Uliza mtu yeyote hapo jirani akuonyesha jengo la Ubungo Plaza lilipo na uende hapo ukamsubiri huyo mtu. Kuna mtu na mtumwa atakuja kukuchukua hapo. Sawa anko, haina shida. Niliuliza kwa watu. Bahati nzuri nikawa nimeonyesha jengo la Ubungo Plaza, nikaliona. Kwa kuwa lilikuwa ni refu, nilitembea mdogo mdogo huku nikiwa makini sana na begi langu mgongoni, asije kibaka yeyote akanikwapua na akaweza kutukomea. Nilipofika hapo Ubungo Plaza nilimpigia anko simu, kisha akawa ameniambia kwamba kuna mtu amempatia namba yangu ya simu na atafika hapo na atanipigia. Kwa hiyo nitoe wasiwasi kabisa. Nilisimama pale Ubungo Plaza kando ya jengo lile huku nikiendelea kuwa makini sana. Baada ya muda kama dakika 30 hivi, kuna namba nisiyoifahamu ikanipigia simu. Halo? Halo, mambo vipi? Poa, nani? Wewe ndiye mgeni wa mzee Nicholas? Ndio. Okay, ameniambia upo Ubungo Plaza, nije nikuchukue. Umesimama wapi? Umesimama kwa eneo gani? Niko mbele ili jengo kaka. Mbele kabisa mlango wa kuingia. Yaani nimevaa shati la rangi. Okay sasa. Nimekuona. Vuka barabara upande wa pili. Unaiona hii gari nyeusi? Hii Prado imepaki hapa. Unaiona? Wewe ndio umevaa shati la damu mzee na suruali ya kaki? Ndio mimi kaka. Ndio mimi, umeniona? Nishakuona. Vuka uje huko na kusubiri. Nilivuka ile barabara kwa umakini mkubwa huku nikiendelea kushangaa magari namna yalivyokuwa ni mengi barabarani. Wakati nimefika jiji la Dar es Salaam, hii barabara kutoka Manzese hakukuwa imejengwa miundombinu ya kutosha sana kama mwendo kasi. Hivyo haikuwa rahisi kuivuka ile barabara kwa sababu magari yalikuwa ni rafu sana. Nilipofika kwenye ile gari, jamaa alinielekeza nisogelee, kisha nikamgongea kioo, akawa amekishusha. Shwari kaka. Okay, ingia twende. Nilipanda kwenye ile gari nikakaa mbele ili iwe rahisi kuyatazama maeneo ya jiji la Dar es Salaam kwa uzuri zaidi. Wakati tupo kwenye gari hatukuwa na story sana kwa sababu jamaa muda wote alikuwa akiongea na simu. Baada ya dakika kadhaa tukawa tumefika kwenye nyumba nzuri mno iliyokuwa na geti. Ndipo jamaa alipiga honi akawa amefunguliwa geti. Baada ya mimi kuteremka, jamaa aliondoka na ile gari. Kiukweli ile nyumba ilikuwa ni nzuri sana. Na nilipokuwa mwenyeji ndipo nilipogundua kwamba Uncle Nico alikuwa akiishi eneo hilo la Ununio, Bahari Beach. Historia fupi ya Uncle Nico ni kwamba kiukweli mimi tangu nimekuwa, wajomba zangu wengi nimekuwa nikiwaona Tarime wakiwa wamepita kumsalimia dada yao, yani mama yangu. Ila sikuwahi kuzifahamu familia zao na hata makao yao, na mara zote wakati wanapita hapo Tarime huwa wanakuja wenyewe tu. Hivyo ilikuwa ni aidha mama tuambie kwamba huyu ni mjomba wako anaishi sehemu fulani, au mwingine yuko sehemu fulani. Ni kaka zake ambao ni wajomba zangu. Walikuwa ni 4 tu. Mmoja yuko Serengeti, ni mwajiriwa wa TANAPA, na mwingine ni mwanajeshi ambaye aliwahi kuwa hapo Lugalo, Dar es Salaam, lakini siku hizi amehamishiwa Kigoma kikazi. Mwingine anaishi na familia yake huko Botswana, na mwingine ndiye huyu hapa ambaye nipo kwake, Uncle Nicholas. Kwa bahati nzuri wote nimewahi kuwaona ila sikuwahi kuishi nao kwao. Hii ni mara yangu ya kwanza na kuja kwa Uncle Nicholas niweze kufahamu kwake. Kumekuwa na sintofahamu mara zote katika familia mbili na huwa sifahamu shida ni nini. Kwa upande wa kina baba nilikuwaga nikizingua sana au kufanya kosa lolote. Wakati baba akiniadhibu alikuwa akiniambia kwamba nimechukua akili za kipumbavu za ujombani.
Vile vile mama naye alikuwa akipiga akiniadhibu, anasema kwamba nimechukua upande wa kina baba, roho mbaya na tabia chafu. Sasa sikuwahi kufahamu kwamba ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea kati ya familia hizi mbili, kwamba kwa nini nilipokuwa nikiishi na mama akiniadhibu ama kunifokea ananiambia kwamba nimechukua akili mbaya za kina baba, lakini upande wa baba anasema nimechukua akili mbaya za kina mjomba. Uncle Nico alikuwa ni contractor na mke wake hadi leo ninaposimulia simulizi hii anafanya kazi Wizara ya Afya. Masikini Uncle Nico kwa sasa ni marehemu. Kwa hivyo mke wake ndiye ambaye anamiliki kila kitu katika familia yake kwa sasa. Ndiye ambaye anaongoza jahazi la familia kwa sasa. Nimeona nitoe historia fupi kidogo ili huko mbele maswali yasiwe mengi kwako msikilizaji. Baada ya kuachwa pale ndani ya fence kulikuwa na ukimya wa ajabu. Ni ndege tu ambao nilisikia wanalia kwenye miti. Kiukweli mazingira pale getini ungedhani wanakaa mawaziri au viongozi wenye vyeo vya hali ya juu kabisa serikalini, kwa sababu kulikuwa kuzuri na kutulivu mno. Baada ya muda nilishangaa mlango ulifunguliwa, akawa ametoka binti mmoja hivi aliyekuwa amevalia mavazi ya jikoni. Mavazi yale yalikuwa yanavaliwa na wapishi tu wakiwa jikoni ama dada wa kazi. Yule binti aliniambia kwamba karibu. Mimi nikamwambia asante, nimekaribia. Unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Umuhaka. Yule binti akasema kumbe ndio wewe. Tulipofika ndani nikakaa kwenye kochi, nikawa na shangaa namna watu walivyokuwa wakiishi. Wakati naendelea kushangaa, mara simu ya mezani ikawa inaita. Yule binti akawa amekuja kuipokea. Amefika baba. Baada ya yale maongezi, yule binti akawa ameikata ile simu na kuondoka kwenda kuendelea na kile ambacho alichokuwa anafanya kwa wakati huo. Yule binti alipoivisha chakula kilitengwa na kunitaka niende nikajisevie pale. Nilinyanyuka zangu nikaenda kupakua msosi na kuanza kula. Nilipomaliza kula, binti alionyesha chumba ambacho nilipaswa kwenda kuoga na ndipo ningelala kwa siku hiyo. Sasa nilipofungua na kuingia ndani, nilimkuta mzee mmoja akiwa amelala huku akionekana kabisa afya yake imedhoofika, kwa sababu nilikuta amewekewa mpira wa kuweza kujisaidia. Yaonyesha hata kujisaidia kwake ilikuwa ni taabu sana, yani kana kwamba alikuwa hawezi. Nilipofungua ule mlango na kuingia ndani, akawa ameshtuka na kugeuka kwa shida sana kunitazama. Mimi tena kwa hofu na mashaka nikamwambia mzee, shikamoo. Marahaba. Baada ya salamu sikuwa na story zaidi ya kuendelea kushangaa tu. Ninamshangaa yule mzee huku na yeye akinitazama kwa makini. Kwa kuwa alikuwa amewekewa mpira wa kuweza kujisaidia, nilifahamu kabisa kwamba huyu ni mgonjwa na ikabidi nimpe pole. Mzee, pole sana mzee wangu. Pole ya nini mwanangu? Kwa maumivu mzee. Haya nimeshazoea, muda tu. Kwani wewe ni nani? Mimi naitwa Muhaka. Mjomba wangu ni Nicholas. Sawa. Kwa namna mzee alivyokuwa akiongea ilionyesha kabisa kwamba ni mtu ambaye katokea pande za kaskazini mwa nchi yetu. Niliamua kuvua nguo zangu nikawa nimeingia bafuni kuoga. Sasa wakati nikiwa bafuni, nikawa nasikia simu yangu inaita mpaka ikakata. Nilipomaliza kuoga moja kwa moja nilienda kuitazama ile simu, ndipo nikakuta ni mtoto wa baba mkubwa Kileri aliyekuwa akinipigia simu. Niliamua kubadili nguo zangu kisha nikampigia. Kileri aliweza kuzungumza. Mwanangu nisamehe sana, uko wapi? Mimi nipo kwa Uncle Nico huku. Maeneo gani kaka nije kukuchukua? Usijali, niko salama kabisa kaka. Nadhani nikitoka huku nitakufahamisha vizuri. Nisamehe sana ujue kaka. Simu yangu huwa inasumbua betri. Kwa hiyo jana ilizima kabisa ndio maana hukunipata hewani. Lakini usingetumia hata simu ya mtu kaka ili uweze kunipata. Unajua mimi nimekusubiri sana. Ilinibidi nikalale sehemu ambayo si salama kabisa kaka. Unajua nini? Tatizo namba yako mimi sikuikariri wala sikuiandika popote kaka. Nisamehe sana bwana. Usijali kaka. Hakuna kilichoharibika. Poa mwanangu. Lakini hakikisha kwamba huchelewi.
ili tupambane kaka. Si unajua tena tulivyopatana. Nikitoka humu nitakushtua basi. Baada ya yale maongezi na Kileri, nilitoka mle chumbani nikarudi zangu sebuleni. Nilikaa pale sebuleni huku nikiendelea kutazama luninga. Mida saa 9 alasiri, kuna mabinti wawili waliingia ndani. Mmoja akiwa ni mkubwa na mwingine ni mdogo kidogo, japo kuwa wote walikuwa na miaka zaidi ya 18. Lakini kuna mmoja alikuwa ni mkubwa kuliko mwenzie. Wale mabinti walikuwa ni watoto wa mjomba Niko, na kiukweli sikuwahi kuwafahamu na wao walikuwa wanijui mimi. Waliniangalia na mmoja kanisalimu, ila mmoja alikula buyu kunitazama tu. Unajua tena mjini, watoto wa mjini, watoto wa kishua. Ilipofika mida saa 1 usiku, kuna gari iliingia ndani ya fence ya ile nyumba, na haikupita muda akawa ameingia ndani mke wa Uncle Niko, ambaye nimewahi kumuona mara moja tu pale Tarime wakiwa wamekuja na mume wake kumsalimia mama yangu. Mke wa Uncle akaniambia, habari za siku? Nzuri tu, shikamoo. Nilimsalimia kwa heshima kidogo kwa kusimama kumheshimu. Marahaba. Tarime wazima? Wazima kabisa. Wifi yuko wapi? Yupo? Yupo mzima tu kabisa. Karibu jamani, karibu. Asante mke wangu. Baada ya salamu ile, mke wa Uncle alizama ndani kwake. Ile familia ilikuwa ni familia ambayo ilikuwa haijali kabisa, na kila mmoja alikuwa na mambo yake. Yaani wewe umefika pale, kila mmoja alikuwa na mambo yake. Ilipofika mida saa 2 usiku, mjomba naye akawa amefika. Tuliongea mambo mengi sana na Uncle Niko, na alitaka kufahamu nimekuja Dar es Salaam kufanya shughuli gani, kwa sababu aliniambia kwamba huu mji bila kuwa na kazi ni vyema niweze kurudi kijijini kuliko kudhani kwamba kungekuwa na mteremko wa maisha mazuri pale mjini. Baada ya kumwambia kilichokuwa kimenileta mimi, aliweza kunielewa na akawa kimya, amenyamaza. Maisha hapo nyumbani kwa Uncle Niko aliendelea kama kawaida, na sasa nikaambiwa kwamba niwe namwangalia tu yule mzee na kumbadilisha mpira, kumuogesha na hata kwenda chooni nihakikishe kwamba niwe namtazama siwezi kupata matatizo. Ingawa alikuwa kijiweza na kujikokota, lakini alihitaji uangalizi mkubwa. Sasa kumbe yule mzee alikuwa ni baba yake na mke wa mjomba Niko. Niliona nikiondoka pale kwa Uncle na kwenda kwa Kileri nitakuwa kama nimewadharau sana, na niliona naweza kupata tatizo, alafu ikawa ni ngumu sana kupata msaada kwa sababu Uncle Niko alikuwa anajiweza. Kwa hiyo ilinibidi niwe mpore, ilinibidi niwe na subira kidogo. Nilisubiri Uncle aniambie sasa ni muda kuondoka. Nikaendelea na shughuli zangu baada kunifadhili kwa makazi na kunipokea kwa siku ile ambayo alinistiri sana. Kwa kuwa muda na siku zilikuwa zimekwenda sana, Kileri aliniambia kwamba kama inawezekana nimuelekeze maeneo nilipokuwa nakaa, aje achukue ile hela ili akanunue mzigo wa kutosha aongezee kwenye duka kama ambavyo tulikuwa tumekubaliana, ili biashara iweze kuendelea kipindi ambacho mimi nilikuwa niko kule kwa Uncle. Sikuwa kabisa na shaka kwa sababu niliamini ni mtoto wa babangu mkubwa, na kwetu anafahamika na mimi kwao nafahamika vizuri. Hivyo niliona ni vyema kabisa nimwambie aje mpaka Ununio kuchukua ile pesa ambayo tulikubaliana, akaendelea kufanya biashara na faida tuwe tunagawana taratibu. Mipango yote ya ufanyaji wa biashara na upatikanaji wa faida tulikuwa tumeshaisuka pamoja tangu nikiwa Tarime, tukiwa tunawasiliana kwenye simu. Basi jamaa alikuja, nikawa nimempatia ile yote milioni 9 na akawa ameondoka. 9 millions Tanzania shillings. Maisha lisonga na jamaa akawa ananipa mrejesho kuhusu biashara, na kiukweli kwa mujibu wa maelezo yake ilikuwa inachanganya vibaya mno, hivyo sikuwa na shaka kwake. Pale kwa Uncle walikuwa kiondoka asubuhi, nilikuwa ninabaki mimi na yule binti wa kazi, huku mimi nikiendelea kumwangalia yule mzee na kuwa kama ni mtu wa usafi nje ya nyumba ile ya Uncle. Kadri siku zilivyokuwa zikisonga mbele ndipo mambo yalianza kubadilika. Kuna siku nilikuwa nikimsalimia mke wa Uncle, eti anajifanya si hajasikia salamu yangu, anaondoka. Nilidhani huenda ilikuwa ni kawaida kwa mtu mzima kuwa na mawazo mengi kwa siku hiyo, lakini haikuwa kama ambavyo nilidhani. Kuna siku aliporudi kutoka kazini kwake, nikawa nasikia namgombeza sana mjomba huko chumbani.
na sikufahamu kwamba ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea kati yao. Mimi ni mgeni, nilikuwa sielewi chochote, masikini ya Mungu. Sasa muda ambao mke wa anko anafika pale nyumbani, mimi nilikuwa nyuma ya nyumba ambako kulikuwa kuna kama kabustani hivi kidogo ambacho nilikuwa namwagilia na kuweza kuweka sawa maua. Kibustani kile kilikuwa kimepandwa maua ambayo yalikuwa ni makubwa kidogo na hakukuwa na wamwagiliaji wahudumiaji wazuri. Niliona mimi kwa kuwa mtoto wa kiume niko pale niweze kumwagilia na kuhudumia vizuri, lakini pia pembeni kulikuwa na mipapai pamoja na miwa. Kwa hiyo kwa upande mwingine naweza kusema kwamba kwa familia kama ile ya Keshua hakukuwa na walaji. Niliona nikate zangu miwa na kutungua mipapai niweze kukaa chini nianze kutafuna. Kumbe aliingia chumbani anakolala yule mzee ambaye ni baba yake, na akakuta amejisaidia kitandani na hakukuwa na mtu ambaye alikuwa anamwangalia na kumjali. Kwa mawazo yake yeye alidhani kwamba mimi nimemuona yule mzee na nikamwacha kama alivyo ili aendelee kuteseka. Kumbe sivyo. Akili na mawazo yake alimtuma vibaya, kwa sababu sikuwa nimeingia mle ndani chumbani tangu mchana. Pia yule mzee alikuwa kama ana kiburi hivi, labda kwa sababu ya ugonjwa ambako kale kakibuli kalikuwa ni kakijinga sana. Yaani anaweza kuwa amebanwa na haja kubwa ama ndogo, wala asiite mtu yeyote wala asitoe taarifa hata kama nipo. Lakini utakuta amenyanyuka, ameingia chooni, sio amejichafua vibaya mno, ameanguka. Yaani kiukweli nilikuwa napata tabu sana kwa siku zile kadhaa ambazo nilikuwa kwa Nkoniko. Nikajiuliza kwamba inawezekana alifanya makusudi siku ile ili kunikomoa. Kumbe muda huo anko anapewa makavu live. Ilikuwa ni hiyo issue, na bahati mbaya sana anko wangu alikuwa hakoromi kwa yule mwanamke. Hasemi chochote kwa yule mwanamke, bali hasira za kugombezwa na mke wake zilikuwa zinaishia kwangu ama kwa wanae wakati ule ambako niko kwake. Muda huo ambao niko zangu natafuna miwa, sina habari. Kumbe alimwambia yule mfanyakazi, akaingia mule ndani akatoa yale mashuka, akawa amemnyanyua yule mzee, akampeleka bafuni. Mzee akajisafisha, kisha akatandika shuka safi na kuweka mazingira ya chumba poa. Mimi sikufahamu chochote, kwa sababu nilipomaliza kula miwa nikazunguka kule mbele ya nyumba, ndipo nikakuta gari ya mke wa anko ilikuwa imepaki. Nikajua tayari atakuwa amerudi. Sikutaka kuingia ndani kwa sababu ilikuwa ni bado mapema sana. Niliingia store nikachukua fagio la nje nikaanza kufagia pale nje. Nilipomaliza niliingia ndani kuoga na kubadili nguo ili nije nikae sebuleni nitazame walau luninga, kwa sababu nilikuwa napenda kukaa hapo kuangalia luninga. Wakati naingia mule ndani nilikuta mzee amelala na kitandani kukiwa na shuka nyingine kabisa. Sikufahamu. Kumbe dakika chache zilizopita hali ya mule ndani haikuwa nzuri. Sasa huo usiku anko alivyorudi, ndipo mkewe alimwashia mtiti. Baada hayo malumbano, anko alivyorudi sebuleni alikuwa amebadilika na sikutaka kusema chochote. Mimi niliendelea kutazama luninga tu. Chakula kilipotengwa alielekea kula, na alipomaliza aliingia chumbani kwake. Mkewe mimi sikuonana naye kabisa kwa siku hii. Asubuhi kama kawaida wao waliondoka wakawa wameelekea kazini. Pale nyumbani nikawa nimebaki mimi tu, yule binti wa kazi pamoja na mtoto mkubwa wa anko ambaye naye aliondoka ilipofika mida saa 3 asubuhi. Sasa baada ya yule mtoto wa anko kuondoka, yule binti wa kazi alikuja kuniita nikanywe chai. Muda huo nilikuwa nje na pambana kungolea nyasi kwenye maua yaliyokuwa kando ya fensi. Binti wa kazi akaniuliza kwamba hivi jana ulikuwa wapi? Jana saa ngapi? Aliporudi mama, nilikuwa kule bustanini. Jana mama kagomba. Alikuwa anagombea nini? Aliporudi aliingia chumbani kwa babu, akakuta babu kajisaidia. Alikuwa anakuulizia, mimi nikajua labda umetoka. Alijisaidia saa ngapi ule babu? Mbona mchana nilipotoka ndani alikuwa vizuri na niliweza kumhudumia vizuri? Alikusema maneno mabaya sana, wewe acha tu. Unajua mimi sio mjinga. Nimuonee yule mzee.
au akiwa na shida ule mzee mimi niache kumsaidia? Mbona siku zote namuosha, nampeleka chooni, namsaidia, nambadilisha nguo, nabadilisha hadi mpira ule. Ndio hivyo tena. Jana mama amefoka vibaya mno. Mimi nilikuwa bustanini na sikutoka nje kabisa mimi. Na kwani kabla sija hapa, nani alikuwa akimwangalia mzee? Nani zaidi yangu? Wanae tu, wala hawana time na huyo babu yao. Baada mazungumzo ya muda kadhaa, nilinoti kitu kwa yule dada wa kazi ambacho hakutaka kabisa kuniambia. Kwa kifupi, yule mke wa anko inaonekana kabisa alitoa shiti nyingi sana dhidi yangu. Niliamua kutulia na kutafakari. Sikwenda kwa anko huenda kusema kwamba nimepigwa na maisha. Hapana. Ila aliweza kunifadhili tu. La hasha. Nilienda pale kwa sababu wakati nafika mjini mwenyeji wangu alikuwa patikani. Sasa kuna muda nilikuwa na shangaa wanavyonichukulia kama vile nimepigwa na maisha au sina pa kwenda. Baada ya kupata kifunguo kinywa niliamua nimsubiri anko akitoka kazini ile jioni niweze kumwaga kesho yake nisepe zangu mimi, kwa sababu maisha kama yale mimi nisingeyaweza. Ni waache wapambane na matatizo yao na roho zao mbaya. Kweli usiku ule kabla kula tukiwa pale sebuleni tukiangalia taarifa ya habari, nilimwambia kesho mimi nitaondoka. Anko akaniuliza kwamba utaondoka kwenda wapi? Nikamwambia kwamba nitaenda kwa yule mtu ambaye nilikuja kwake, mtoto wa babangu mkubwa. Okay, sawa, sie tupo. Baada ya hayo mazungumzo niliona kabisa nilikuwa sitakiwi. Ukiachilia anko tu, lakini hata mkewe na watoto wa anko walikuwa ni watu ambao hawana time kabisa na mimi. Hawana time na mtu kabisa. Tangia nifike hapo, hawakuwahi hata siku moja kusema wanisalimie ama tunapiga story ama kujua hali ya maisha na shangazi yao. Yani hakuna hata mmoja anayekusemesha. Walikuwa ni watu ambao wako busy na simu zao na story zao, hawakuwa na muda kabisa na mtu. Pengine labda uzungu uliwaharibu au waliweza kurithi tabia za kwao kwa mama yao. Kesho yake nilimwaga yule mzee pamoja na yule binti wa kazi nikaondoka zangu. Nilipotoka nje nilitembea hadi kituo cha daladala nikapanda kuelekea Tegeta. Kwa kuwa nilikuwa nimewasiliana na Kileri, akawa ameniambia kwamba anakaa Kivule, na hivyo ilinibidi nipande magari yanayoweza kunifikisha Ubungo stendi, yani stendi ya daladala. Nikifika hapo nipande gari za Gongo la Mboto nikashukie Banana kisha nichukue za Kivule kuelekea huko Kivule. Na mshukuru Mungu nikawa nimefika na jamaa akaja akanichukua tukaelekea kwake. Nilipofika kwa jamaa nilikuta anakaa kwenye nyumba ambayo bado haijaisha vizuri, na nilikuta mafundi wakiwa busy wanaweka vigae kwenye baadhi ya vyumba. Karibu sana kwetu. Hapa mimi nipo naishi na familia yangu. Kileri aliweza kuzungumza. Nikamwambia hongera sana, umejitahidi mno. Kawaida tu. Naipeleka mdogo mdogo tu mpaka itaisha. Mjini hapa unajua ukiona kwako unaipuka usumbufu wa kodi na mambo mengi hapa na pale. Kwako ni kwako tu hata kama pawe wapi. Ni kweli Kileri. Baada mazungumzo hapa na pale, jamaa akawa ameniambia kesho yake tungeenda Tandika ambako alidai ndiko ambako nafanya biashara, ili nikajionee namna biashara ilivyoshamiri. Ilipofika asubuhi tuliondoka kuelekea huko Tandika kama alivyokuwa ameniambia. Tulipofika huko Tandika kuna duka moja la vyombo tuliingia, lakini kuna kitu kilinishangaza sana. Kitu kile kiliweza kunistaajabisha mno. Jamaa wa duka akasema, "Oh, poti mtu mbaya." Kileri akasema, "We mpemba acha zako bwana." Yule jamaa akaendelea kusema, "Jamaa yuko wapi? Kwani hapo nje hayupo? Maana alikuwa anaongea na simu hapo nje." Mimi sijamuona." Yule mwenyeji wangu Kileri aliweza kujibu, "Vipi, unataka mzigo?" Ngoja kwanza nichonge na Jamal. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya Kileri, mtoto wa babangu mkubwa, na jamaa mmoja mwenye asili ya Pemba tuliyemkuta kwenye hilo duka kubwa la vyombo vya ndani hapo Tandika. Sasa mimi nilibaki kushangaa tu yale mazungumzo, kwa sababu Kileri alichokuwa ameniambia ni kwamba tulikuwa tunakwenda kuliona duka letu, mimi na yeye, ambalo tulikubaliana kufungua. Niliamua kutulia, huenda hapo tulipita kwa rafiki zake ambao
alikuwa akifahamiana nao, hivyo tungeondoka muda si mrefu kuelekea kwenye lile duka letu ambalo tulikubaliana kibiashara. Baada dakika kadhaa kuna jamaa mwingine aliingia pale dukani ambaye pia alikuwa na asili ya Pemba, na Kileri alipomuona tulimuita ili aweze kuongea nje, lakini jamaa ni kama akawa anamkataa hivi. Tatizo lako Poti mpaka tuanze kusumbuana kwenye simu? Mzigo tunakupa lakini kona nyingi. Jamali, hebu njoo bwana tuzungumze kaka. Kama ni issue ya vyombo sitakuelewa, lakini kama ni issue nyingine sawa. Wewe unajua tena lakini mimi ni mtu wa dili bwana Kileri alikuwa anajitetea kwa yule jamaa. Mimi naangalia tu sielewi maskini. Basi yule jamaa aliitwa Jamal alitoka nje na Kileri akawa ameniambia nimsubiri ya bonge kidogo kwanza na yule jamaa. Mimi nilikaa pembeni ambako sikuweza kusikia alichokuwa anazungumza. Baada mazungumzo ambayo Kileri alikuwa anamsisitiza sana jamaa walimaliza, ndipo jamaa yani Jamal alikuja kaingia dukani kisha akawa anaongea na Kileri kama mwanzo. Sasa nadhani Poti hesabu zetu tutazipiga mwezi ujao ili tujue tunafanyaje katika gawio, au unasemaje? Mimi nakuamini sana Jamal, hapo hakuna tatizo. Basi mimi naondoka. Baada mazungumzo yale mafupi Kileri aliniambia tuondoke. Sasa tukiwa njiani Jamal alikuwa akinielekeza mambo mengi sana ambayo sikuyaelewa, na mimi niliamua kunyamaza tu ili nione kwamba mwisho wake ni nini, kwa sababu wahenga wanasema njia ya muongo ni fupi sana. Unajua kwetu lile duka ndipo ambapo nimeweka mtaji wako na wa kwangu. Hivyo hao jamaa mara nyingi ndio ninaofanya nao biashara na ni watu wema sana wale wa Pemba. Mimi nikamjibu kwamba kama ndio hivyo haina shida. Kwa hiyo faida tunagawanaje na wale wa Pemba? Unajua faida tunaigawana kulingana na mtaji, kama ambavyo duka unaliona pale lilivyokuwa kubwa, na bado kuna stoku nyingine nyingi sana zipo store. Hivyo kila mtu huwa anapata cha kwake kulingana na mtaji. Mimi sikutaka kuambia ya kwamba nipo na mdogo wangu, ila pesa ni leo hapa waiweka kwenye mtaji wao, wanafahamu kama ni ya kwangu tu. Hivyo tukigawana basi faida na mimi nitakugawia na wewe vile vile, tunagawana vizuri. Mimi nikajifanya mjinga sana kumsikiliza ile maongezi yake, nikamwambia kama ndio hivyo ni jambo jema. Kileri nilivyomkubalia akazungumza zaidi kwa kusema kwamba pia mwanzo nilikuwa nachukua vyombo pale vya mkopo natembeza barabarani na majumbani, lakini baada ya kupata mtaji niliona niongee na jamaa wakakubali. Ndio maana wakati tunaongea nilikushauri uje huku tuifanye hii biashara kwa sababu ina faida kubwa mno. Umeona hata mimi najenga pale. Yaani biashara ina faida mno. Hatimaye tulipanda gari tukawa tumeondoka kurudi nyumbani. Muda huo mimi nilikuwa naendelea kushangaa peleka za watu katika jiji la Dar es Salaam. Tulipofika nyumbani kwa jamaa, yeye alitoka kama ameelekea kusikojulikana. Mimi nikabaki pale nyumbani huku nikiendelea kutazama mazingira yapo nyumbani. Mafundi siku hiyo hawakuja kuendelea na ule ujenzi, lakini walikuwa wamemaliza kuweka vigae katika vyumba viwili. Sasa mke wa Kileri akaniambia, "Shemu ingia ndani tule." Mke wa jamaa baada ya kuivisha chakula cha mchana akawa amenikaribisha vizuri ndani. Mke wa Kileri alizungumza, "Hivi baba Nyangi ameenda wapi?" Mimi sijui, tumefika wote lakini naona sijui atakuwa ametoka. Yaani huyu hawezi kuona hata kama kuna mgeni akatuliza mguu wake. Kila muda ni matembezi tu. Hebu ngoja nimpigie simu, huenda atakuwa jirani labda, kwa sababu nilikuja naye hapa na ametoka. Ndugu, pande zipi? Shim tayari amevisha msosi huku. Nyie kuleni tu wa kwetu. Mimi nimetoka kidogo ila nakuja, sichelewi kurudi. Sawa kaka. Basi sisi tuliendelea kula chakula kama kawaida. Ilipofika usiku mida saa 2 jamaa bado alikuwa hajatokea pale. Nakumbuka baada ya kumaliza kula niliingia chumbani kutulia kwa sababu ile nyumba hakukuwa na umeme. Hivyo walikuwa natumia taa mafuta tu au siku nyingine mshumaa. Sasa sikutaka kukaa sana sebuleni kwa sababu hakukuwa na cha maana zaidi ya kushangaa kenchi tu. Ili ilikuwa ni nyumba mpya ambayo
ilikuwa inaendelea na ujenzi. Nikiwa nimepitiwa na usingizi, niliamshwa hafla na kelele za mtu akiita kwa nguvu. Nilipoangalia saa ilikuwa ni mida saa 5 usiku. Nilipoendelea kusikiliza kwa makini, kumbe ilikuwa ni sauti ya Kileri. Sasa kumbe jamaa alikuwa amelewa chakare vibaya mno, na alikuwa akimuita mke wake amfungulie mlango. "We mama Yangi! Mama Yangi, fungua mlango!" Baada ya mkewe kuwa kimya, jamaa alikuwa kifyonza huku akiendelea kugonga geti kwa nguvu. Sikufahamu kama mke wake ni kweli alikuwa hasikii au aliamua tu kunyamaza. Ilibidi mimi niamke nitoke kwenda kumfungulia mlango kwa sababu ilikuwa ni usiku. "Wa kaka, nadhani shemeji atakuwa amepitiwa na usingizi." "Wa kwetu, ngoja niingie kulala, tutaonana asubuhi." Jamaa alikuwa amelewa sana na hata kutembea vizuri akawa anashindwa. Sasa baada kuingia chumbani, ile nimejilaza kidogo tu, nikaanza kusikia namfokea mke wake akitishia kumpiga. Mkewe naye hakuwa mnyonge, kwani alikuwa akimjibu kwa hasira, na namna ambayo nilielewa mimi ni kwamba jamaa tabia ulevi ilikuwa ni kawaida yake, na yule mwanamke alionekana kumchoka kwa sababu hakuwa na msaada wowote kwake. Baada ya muda ulipita kidogo, ukimya ulitawala na nilifahamu kabisa kwamba jamaa atakuwa amelala fofofo. Asubuhi nilipoamka sikumuona kabisa jamaa, na baada ya kumuuliza mke wake akawa ameniambia kwamba aliwahi kuamka saa 12 asubuhi akaondoka. Sasa niliamua kuchukua jembe nikaenda kumsaidia mke wake ambaye alikuwa anapalilia bustani aliyokuwa amelima bamia pamoja na matembele kidogo pale nje. Sasa tukawa pale bustanini. Mke wake akawa ananiambia kuhusu tabia za jamaa, na aliamua kuniambia nikiwa kama mdogo wake ama ndugu yake wa karibu, ikiwezekana ni mshauri Kileri dhidi ya tabia zake. Mke wake Kileri, yani shemeji yangu, alikuwa ananiambia kwamba, "Shemeji, usingeamka, ungeacha lale nje. Mimi unadhani naamkaga usiku nimfungulie? Tena nadhani alirudi kwa ajili yako tu. Mara zote akijua kwamba amelewa huwa harudi, kwa sababu anajua kabisa hata akirudi nani anaweza kumfungulia mlango. Kuna siku amerudi sikumfungulia, alilala nje, ndipo akaanza tabia kabisa, akaenda huko kulewa, harudi kwa sababu anajua kwamba akirudi nyumbani hakuna mtu wa kumfungulia mlango." Aise, shemeji, mbona hii ni hatari? Wewe acha tu shemeji, napitia mambo magumu sana kama mwanamke. Mbona Kileri hakuwa na hizi tabia hapo mwanzo? Wewe Kileri umeanza kumjua tangu lini? Unasema hizo tabia alikuwa hana? Mimi Kileri nimekaa naye sana kwao, maana ni kwao ni kama kwa baba yangu. Yule baba yake ni baba yangu mkubwa, hivyo namfahamu vizuri sana Kileri. Hakuwaga na tabia kama hizi kwao za kilevi. Labda alipokuja Dar es Salaam ndipo ameanza kubadilika. Ndugu yako amenikuta nauza dagaa kutoka Mwanza, ndipo alipoanza urafiki na mimi. Na mimi nilikuwa na mtaji mkubwa sana. Nilipoingia na Kileri kwenye mahusiano, nikajua ni mwanaume ambaye nimepata. Kumbe nilikuwa nimedanganyika. Kumbe nilidanganya. Kumbe nilidanganyika. Ama nilikuwa nimepatikana. Ilikuwa ni kauli ya mkewe Kileri, yani yule shemeji yangu, akiniambia kwamba namna ambavyo alikutana na Kileri. Lakini aliendelea kusema kwamba nilikuwa nampatia hela nikijua mwenzangu anaongea yale ya moyoni kwamba tuongeze mtaji kwenye biashara. Kumbe pesa yote niliyokuwa nakimpatia yeye alikuwa akipeleka kwenye vilabu na kwa hao wanawake zake ambao alikuwa anajua yeye. Nilipokuja kugundua Shem, na kuambia ilikuwa ni ugomvi mkubwa sana. Baadaye aliomba msamaha mkubwa mno. Ikabidi nimsamehe tuingie tu katika maisha ya kuishi, na sikumpatia hela yangu tena, na niliapa sitakuja kumpatia pesa yangu. Hii nyumba unayoiona shemeji, nilijenga na kusimamia mimi mwenyewe kwa pesa yangu mwenyewe ile ambayo ilikuwa inatokana na biashara. Japo kiwanja ni cha kwake
lakini naamini nisingejenga mimi hiki kiwanja, huyu kwa akili yake angeshakiuza. Baada ya maelezo ya mkewe kidogo nikabaki kushangaa, kwa sababu mimi niliamini ile nyumba itakuwa imejengwa na ndugu yangu, kumbe haikuwa hata ya kwake. Ama kumbe haikuwa kama nilivyodhani. Yule mwanamke alikuwa ni mzuri, japo ilionekana kabisa maisha mabaya na ya umaskini ndio ambayo ilikuwa kimchosha. Shemeji yangu aliendelea kuzungumza kwamba tangia mwezi uliopita naona analeta mafundi wanakarabati humo ndani kwa kuweka vigae, na hata kile choo amekijenga upya, maana cha kwanza kilikuwa cha mabati. Mimi hata simuulizi, maana niliyofanya natosha, kwa sababu inawezekana kwa sasa ikawa ni zamu yake. Kwani Shem, ukiachana na biashara ya vyombo, shughuli gani nyingine ambayo kaka huwa anaifanya? Biashara ya vyombo? Ndivyo alivyokuambia kwamba anafanya biashara ya vyombo? Ndio. Kwa ndio unafahamu wewe kwamba anafanya biashara ya vyombo? Mimi aliniambia kwamba hivyo anafanya biashara ya vyombo. Sikiliza Shem, nikwambie. Biashara ya vyombo alikuwa anaifanya hata kabla hatujaishi wote. Kupitia biashara hiyo ya vyombo ndipo mimi na yeye tulikutana, kwa sababu alikuwa anapenda sana kunipitishia vyombo kwenye banda langu. Kwa namna alivyokuwa mpole na mnyenyekevu, nikajua huyu ndio mwanaume wa pekee ambaye atakayekuwa katika ndoto yangu. Kwa hiyo kwa sasa hivi hauzi tena vyombo. Biashara ya vyombo kidogo impeleke jela Shem. Kuna vyombo sijui alikuwaga na kopa kwa tajiri, kumbe alikuwa anauza na hela apeleke, yani apeleke ile mahesabu. Mwenye vyombo vyake akataka kumfunga, ndipo ikabidi nichukue hela yangu nikampatia ailipe hiyo pesa kwa hao watu. Na wakati huo ndio tulikuwa katika mahusiano. Baada ya maelezo ya mke wa Keleri, yani shemeji yangu, kiukweli moyo wangu uliuma sana, kwa sababu niliamini hela yangu jamaa atakuwa kaitafuna yote. Shemeji yangu alizungumza kwamba angekuwa anafanya kazi kila siku tusingeshindia matembele ama kuishi katika maisha ya magumu. Binti yake tu hata viatu vya shule vinamshinda. Saa nyingine ni mtihani hadi niwapigie simu ndugu zangu, kaka zangu, nianze kuombaomba ndipo nitumie pesa. Unajua mimi nilijua anafanya biashara ya uzaji wa vyombo, na hata kuja Dar es Salaam nimekuja kwa shughuli hiyo ambayo ameniambia yeye. Kama alikwambia hivyo, alikudanganya. Unajua shemeji, ngoja nikwambie kitu kimoja. Jana tulienda Tandika kwenye duka la moja ya vyombo, na akadai kwamba hela niliyompatia ameweka hapo pamoja na kwake ili kuongezea mtaji na faida ipatikane, kwamba tutakuwa tunagawana na wale jamaa wanaonekana kabisa kwamba ni Wapemba. Shemeji, Shem, kwani ulimpatia shilingi ngapi? Shemeji, mimi nilimpatia milioni 9. Mungu wangu, unasema? Milioni 9 nilimpatia. Mke wa Keleri alipata mshangao baada ya kusikia nimempatia mume wake pesa nyingi kiasi hicho. Mbona mimi sijamwona na hiyo pesa jamani, huyu Keleri? Hivyo hela hiyo shemeji, ninavyokuambia kwa staili hii andika ni maumivu. Hiyo atakuwa amepeleka kwa hawala yake na kunywa pombe yote. Ndio maana naona anajitutumua kuweka vigae ndani. Nikawa najiuliza huyu pesa katoa wapi? Mwanaume hana chochote cha maana anachofanya, na watu walishamfahamu, hawampi hata kazi kwa sababu ya ujuaji na utapeli mjini. Msikilizaji, kiukweli niliumia sana moyo wangu. Nilimwambia mkewe akae kimya, simwambie chochote kama nimemwambia nimempatia pesa shilingi milioni 9. Lakini mke wake akavumilia ile hali na akaamua siku hiyo hiyo kumtuangia simu. Jamaa alipokuja, mke wake alimfahamisha kwamba
amefahamu kila kitu. Baada ya kufahamishwa hicho kitu, Keleri hakuwahi tena kurudi nyumbani takribani wiki 2. Kwa kuwa sikuwa na kazi, ilibidi niingie mtaani kwanza kusaka kazi ya kufanya ili kujipatia kipato. Ningelifanya nini mimi? Ningelifanya nini ikiwa tayari Keleri ambaye aliniaminisha kwamba mjini kuna maisha mazuri ameshaitafuna pesa yangu baada ya kunilahai? Nipo katika jiji la Dar es Salaam. Sielewi naanzia wapi. Sielewi nitamwambia nani kiasi changu cha fedha ambacho nimempatia huyu bwana. Msikilizaji, tukutane katika sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri kabisa ambayo inatufunza mambo mengi sana, ambayo inatupa viashiria kwamba katika kila kazi ambayo tunaifanya tuwe makini na watu ambao wanatuzunguka. Si kila simu utakayosikia katika masikio yako, si kila sauti itakayonenwa kutoka katika kinywa cha fulani, rafiki, ndugu, jirani ukakiamini na kukitekeleza pasi kufanya uchunguzi na mustakabali wa ile jambo ambalo unalifanya. Unaposikiliza simulizi hii, hakikisha kwamba hauskip tangazo ambalo linajitokeza, iwe mwanzo, kati au mwisho, ili kuweza kuboresha simulizi zangu kutoka Chilimo Simulizi. Tukutane sehemu ya pili ili tuweze kufahamu huyu kijana atachukua hatua gani ikiwa sasa ameamua aingie mtaani kufanya kazi ili kuweza kujitafutia kipato. Jiji la Dar es Salaam halijui, Keleri haifahamiki uko wapi. Wiki 2 sasa hajafika nyumbani toka mke wake ampasue makavu live kwamba anajua kila kitu alichokifanya Keleri dhidi ya huyu ndugu yake ambaye amefika hapa mjini. Lakini vipi hatima ya familia ya Uncle Nicholas Kulununio pamoja na mke wake ambaye alikuwa na visirani? Yote haya ni katika sehemu ya pili ambayo nitakuletea hivi punde. Endelea kurahani simulizi kutoka Chilimo Simulizi.